والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naendelea ndugu zangu kukumbushana fadhila mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika kipindi hichi baina salati al-maghrib wal isha wat tarawih, machache ambayo yanaweza kutusaidia katika ibada zetu mbalimbali. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah kullu amali ibn adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnah ila akhir alhadith. Katika hadithi hii ya al-Qudsi, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibn adam lahu, amali zote anazozifanya mwanadamu ni za kwake, illa siyam, isipokuwa kufunga, fa innahu li, funga hiyo ni amal ambayo inanihusu mimi, wa ana ajzi bi, na mimi ndiyo nitakayolipa funga hiyo, wa siyamu junna, na funga ni kinga kwa Muislamu. Katika riwaya ya Imam Muslim, hadithi hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu amali ibn adam yudha'af, kila amali atakayofanya mwanadamu inalipwa maradufu. Alhasana ashrun amthaliha, jema moja analolifanya atalipwa mara 10, ila 700 dhif, mpaka kufikia mara 700, maradufu mara 700. Qala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu akasema illa as-sawm, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi bih, funga ni ya kwangu na mimi ndiyo nitakayo ilipa. Ndugu zangu, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi qudsi au maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, peke yake inatosha kuonyesha fadhila za ibada ambayo tumo ndani yake, nayo ni ibada ya funga. Kana vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka kutuambia ibada ya swala ni ya kwako, ibada ya zaka ni ya kwako, ibada ya haji ni ya kwako, ibada ya kuunganisha undugu ni ya kwako, ibada ya sadaka ni ya kwako. Anataka kutuambia kwamba ibada zote zingine ni za kwako wewe, ila saum au siyam, isipokuwa ibada ya funga, fa innahu li, ni ya kwangu mimi, wa ana ajzi bi. Taban, ibada zote tunazozifanya ndugu zangu Waislamu ni ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini aseme aziache ibada zote alafu aseme funga ndio ya kwangu? Wanachuoni wa Kiislamu wamezungumza kuonyesha fadla zinazopatikana ndani ya ibada ya as-saum, lakini vile vile wakazungumza kuonyesha kitu ambacho kinamaizisha funga na ibada nyingine. As-siyam la yadkhulu fihi riya wala shirk, funga haingii ndani yake ria. Yani huwezi wewe ukaamka asubuhi ukafanya ria kwamba mimi nimefunga, wakati wewe unajua hujafunga. Huwezi kufanya hicho kitu. Swala unaweza ukaswali ukafanya ria kwenye swala, sababu unataka uonekane unaswali, au kuna mtu anaswali msikitini, unataka kukutana naye katika dili ya kibusiness. Kwa hiyo anaswali msikiti fulani na wewe unaswali pale, ili mwisho wa siku muingie makubaliano. Zaka inaingia ria. Mtu anaweza kutoa zaka kwa ajili ya aonekane kwamba ni mkarimu, aonekane kwamba ni mtoaji. Hali kadhalika haji, watu sasa hivi wanakwenda haji kwa ajili ya business, haendi kwa ajili ya kuhiji. Anakwenda kule kuangalia fursa, kuleta mali, kufunga mzigo, au anakwenda kule kirudi yetu al-haji. Yani sio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, inaingia masuala ya ria. Lakini saum huwezi kaingiza ria ndani yake.
Saum ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Unafunga mwenyewe, unajua unaweza ukala, ukanywa na ukawaambia watu nimefunga, lakini hatufanyi hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaelewa kwamba tutakuwa tunajidanganya sisi wenyewe. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi akasema illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, na mimi ndio nitakayelipa funga. Kwa hiyo malipo ya funga hayajulikani, sio 10 amthaluha ila 700 dhif, la laisa fi siyam, sio katika funga. Hizi ni ibadati nyingine. Malipo ya funga ni siri baina ya mfungaji na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu anajua atalipwa kiasi gani katika funga, na hii ni fadla peke yake inayoonyesha ibada hii ambayo tumo ndani yake, nayo ni ibada ya kufunga. Bali wako wanachuoni wengine minal ulama qalu, wamesema kwamba thawabu za ibada ya saum Allah subhanahu wa ta'ala anazihifadhi sehemu anayoijua. Yani tunajua sisi kuna ile hadithi ya muflis kwamba mtu anaweza kwenda siku ya kiyama bisalati wa zakati wa amal saliha, amefanya mambo tendo mema, lakini akafika siku ya kiyama kawa muflis. Kwa sababu gani? Shatama hadha, akala mali hadha, qadhafa hadha, qatala hadha, anafilisiwa amal zake. Baadhi ya wanachuoni wanasema katika amal ambazo haziingii kufilisiwa ni amal za saum. Utakapokuwa tayari umeshakuwa muflis kabisa, ndio Allah anakutolea akiba yako ya funga. Baadhi ya wanachuoni wanasema hivyo, haya maneno kuonyesha fadla zinazopatikana ndani ya ibada hii ya nini, ya kufunga. Kwa hiyo ndugu zangu, funga ni ibada ambayo haingii ndani yake ria, na kama haingii ndani yake ria, inatufundisha sifa moja muhimu sana, nayo ni sifa ya almuraqaba, kujichunga. Sisi tunaelewa ndugu zangu, ukiwa wewe ni mfanyakazi kiwandani, ofisini au sehemu yoyote, halafu bosi wako akakuwekea CCTV, surveillance camera zile ambazo kuanzia zinafanya kazi 24/7 yani. Kwa hiyo ina maana wewe utakuwa unaelewa kabisa, bosi wako anaelewa umeingia muda gani kazini, unatoka muda gani kazini, umehudumia wateja wangapi, unaongea sana na simu au huongei. Kwa hiyo utakuwa makini sana kwa sababu kuna surveillance camera. Hii inaitwa muraqaba. Sasa funga inatufundisha sifati muraqaba. Sio tunakuwa muraqaba na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wewe ulikuwa na uwezo ukaingia chumbani ukala na ukasema nimefunga, lakini ufanye hivyo kwa sababu unajua Mwenyezi Mungu hafichikani na kitu chochote. Na kama hafichikani na kitu chochote, ina maana ndani ya nafsi yako umejiwekea sifa kwamba mimi siwezi kufanya kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hakitambui. Popote nitakapokifanya ataniona. Hiyo sifa ukijenga ndani ya nafsi yako, huwezi kufanya maasi, huwezi kufanya madhambi, na utakuwa siku zote unajua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko na wewe. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha kana alaykum raqiban, hakika Mwenyezi Mungu juu yenu nyinyi ni mwenye kuangalia, kuwachunga, kuwatazama. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na muslim anatakiwa awe na sifati almuraqaba. Aya nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiban, na hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mwenye kukichunga. Aya nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa ma'akum ainama kuntum, yuko na nyinyi popote pale mlipo. Popote utakapokuwepo, elewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko na wewe. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema ya'lam kha'inatal a'yun, Mwenyezi Mungu anajua khiana ya macho, wa ma tukhfi sudur, na yale ambayo yamefichwa katika vifua vya watu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hafichikani na jambo lolote katika maisha yetu, na kama hafichikani na jambo lolote, na hii sifa wewe ukaipata ndani ya funga, kwamba niko ndani ya funga, naweza nikavunja funga yangu, lakini kwa sababu najua Mwenyezi Mungu ananiona, na ilinda funga yangu kuanzia alfajiri mpaka itakavyoadhiniwa dhidi ya jambo lolote litakalonifanya nifungue. Hii inakujengea, inakupa mazoezi ya sifati almuraqaba. Unakuwa wewe mwenyewe unajichunga wewe mwenyewe katika yale matendo ambayo unahisi kwamba sio mazuri na Mwenyezi Mungu hayapendi. Na sifa hii ndugu zangu ndio anatakiwa asifike naye Muislamu, kwamba popote alipo aelewe kwamba hafichikani na ilmu na macho
na masikio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama utaipata hii sifa, basi utamcha Mwenyezi Mungu sehemu yoyote ile ambayo utakayekuepo, utamcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani ya nafsi yako unaelewa kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muttali' ala kulli shay, anaelewa na anafahamu kila kitu. Kwa hiyo sifa almuraqaba ni moja miongoni mwa sifa ambazo tunatakiwa sisi tutoke nazo ndani ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Moja katika matunda na faida ambayo mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tunatakiwa tutoke nayo katika funga, sio tu kukaa na njaa na kiu kuanzia asubuhi, la hasha, lakini tutoke na sifa ya kuelewa kwamba tumeweza kujichunga ndani ya mwezi wa Ramadhani, kufanya maasi, kufanya mambo mbalimbali. Sababu hata wale wanaongea mazungumzo ya kawaida, sasa bwana tusiongee sana, tusisengenye bwana, tumefunga bwana. Kumbe unaelewa kwamba Mwenyezi Mungu ni Samia, anasikia, na saumu yako itaharibika. Bwana usifanye hivi, tumefunga bwana. Bwana usiangalie katika sana kwenye simu yako ya mkononi, kuna vitu vile vitaharibu funga yako, kuna picha mbaya. Unaelewa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona yale ambayo unayafanya. Sasa hayo ambayo tuna practice ndani ya mwezi wa Ramadhani katika sifatul muraqaba, tunatakiwa ndugu zangu Waislamu tuendelee nayo katika miezi mingine. Mwenyezi Mungu yuko katika miezi yote 11 kiachilia mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tujenge ndani ya nafsi zetu sifatul muraqaba ya kuelewa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kamera, na kamera alizotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni malaika wawili. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba kila binadamu ana malaika wawili ambao wanatembea nao, hawamwachi isipokuwa labda anapoingia katika sehemu ambazo ni khasa. Mmoja anakuwa upande wa kulia na mmoja upande wa kushoto. Wako vipi, wamekaaje, Allahu a'lam, lakini Mtume anatuambia kwamba wapo na wanaandika. Mmoja kazi yake ni kuandika kila mema unayoyafanya katika matendo, katika akwali, kila unachokifanya anaandika mema, na mwingine anaandika kila maovu unayoyafanya katika daftari lako kila siku 24/7. Wako na wewe wakuachi, isipokuwa kama unaingia dauratil miyah labda na vitu kama hivyo, lakini wapo. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo surveillance cameras za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni malaika wawili ambao tunao. Sasa unapojenga imani hiyo ndugu yangu Muislamu ya muraqaba, ina maana kwamba popote utakapokuepo, nafsi yako inapokuamrisha ufanye jambo ambalo si sahihi, unakumbuka kwamba yuko wapi Mwenyezi Mungu, unarudi nyuma. Na ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, walivyokuwa waja wema, wakitaka kufanya jambo sema maadha Allah, namuogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ananiona, anarudi nyuma. Hii sifa kama tunaijenga katika nafsi zetu itatusaidia katika kutufikisha katika ucha Mungu. Jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.